Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu za tafsiri za ndoto. Na leo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutazungumzia tafsiri ya ndoto ya kulia usingizini lirajuli, kwa mwanaume. Yani mwanaume akiota yualia usingizini, ndoto hii inaashiria kitu gani au ina maana gani? Lakini kabla hatujaendelea, ni kukumbushe ndugu yangu mtazamaji, kama unasumbuliwa na maradhi ya kichawi, maradhi ya kishetani, maradhi yanayosababishwa na husda, basi wewe usihuzunike, tuwasiliane ili tuweze kukusaidia. Lakini pia kama unahitaji dua ya kuuza mali yako, unahitaji dua ya kinga ya biashara yako, kinga ya nyumba yako, kinga ya mwili wako na familia yako, au unahitaji kinga ya shamba lako, pia tuwasiliane ili tuweze kukusaidia. Hata kama una maradhi ambayo hospitali hayaonekani, tuwasiliane biidhnillah tuweze kukusaidia kupitia dua au kupitia visomo. Naam, ndugu zangu watazamaji, wanawachuoni wanasema ndoto ya kulia inatofautiana maana zake kwa mwanaume na mwanamke. Yani mwanamke akiota yualia na mwanaume akiota yualia, maana zake hizi ndoto ni tofauti kabisa. Wanasema miongoni mwa maana za kulia kwa mwanaume, yani mwanaume akiota yualia, maana ya kwanza wanasema albukaul hadiu lirajuli fil manami. Wanasema kilio cha utulivu, albukau alhadiu, kwa maana ya kilio cha utulivu, lirajuli, kwa mwanaume, fil manami, usingizini. Bimaana mwanaume akiota yualia lakini kwa utulivu, hajipigi, hachani nguo, wala hafanyi kitu kibaya chochote, halii kwa makelele, kwa mazogo, bali yualia kwa utulivu usingizini. Wanasema yushiru ghaliban, mara nyingi ndoto hii inaashiria ila takhallusihi minaduyuni, kuondokana kwake na madeni. Ina maana huyu mwanaume kama ana madeni, basi ataondokana na madeni hayo. Awil humumil madiyya, au wasiwasi wa kifedha. Kama alikuwa na wasiwasi wa kifedha, basi wasiwasi huo utaondoka kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na maana ya pili wanasema albukau shadidu, kilio kikali. Albukau shadidu, kilio kikali, lirajuli fil manami, kwa mwanaume. Lirajuli, kwa mwanaume, almutazawij, aliyeoa, fil manami, ndotoni. Kwa maana ya mwanaume aliyeoa akiota yualia, wanasema kad yadullu, ndoto hii inaashiria ala masuliyatin kabira, inaashiria juu ya majukumu mazito, yahamiluha, aliyoyabeba, ala atiqihi, mabegani mwake. Ina maana hii ndoto inaashiria huyu mwanaume majukumu aliyoyabeba ni mazito sana. Naam, ama ndoto ya tatu wanasema, au maana ya tatu wanasema idha raa ar-rajulul a'zab, akiona mwanaume mseja, mwanaume ambaye ni bachela, mwanaume ambaye hajaoa, nafsahu yabki fil manami, akijiona yualia, akijiona yeye mwenyewe yualia ndotoni. Wanasema wanawachuoni faqad yushiru dhalika, ndoto hiyo inaashiria ila qurbi ziwajihi, kukaribia ndoa yake. Huyu mwanaume ambaye ni bachela akiota yualia ndotoni, hiyo inaashiria kukaribia ndoa yake, kwa maana ya kwamba hivi karibuni ataoa. Au tahaqququ amrun kana yantadhiruhu, au kutimia kwa jambo alilokuwa akilingojea.
kuna jambo kama alikuwa akilingojea huyu mwanaume, akilisubiri, akilivumilia kwamba ipo siku nitalipata, nitafanikiwa, basi jambo hilo litatimia biidhnillahi tabaraka wa taala. Ama tafsiri ya tano wanasema albukau bidumu'i biduni sauti lirajuli, wanasema kulia kwa machozi pasi na kutoa sauti kwa mwanaume. Yani mwanaume akiota yualia lakini machozi hayamtoki, yanatoka machozi lakini sauti haitoki. Wanasema kad yadullu ala makabadatihi lisiab, ndoto hiyo inaashiria juu ya uvumilivu wake wa mambo magumu anayopitia, watahamulihi lilmasuliyati duna shakwa, na kuyabeba kwake majukumu pasi na kulalamika. Mwanaume yoyote akiota yualia, machozi yanamtoka lakini sauti haitoki, yanatoka machozi tu, basi hiyo ndoto inaashiria yadullu ala makabadatihi, inaashiria uvumilivu wake juu ya mambo magumu anayoyapitia. Tayib, wa yaqulu Ibn Sirin, na anasema Ibn Sirin ya kwamba idha raa ar-rajulu nafsahu yabki fil manami, akijiona mtu yuwalia. Huyu ni Ibn Sirin. Sasa anasema akijiona mtu yuwalia, hususan mwanaume yuwalia, fil manami, usingizini, fahadha, basi ndoto hii yadullu ala taubatihi, ndoto hii inaashiria tauba yake, min dhambin, kutokana na dhambi. Ina maana kuna dhambi ambayo huyu ameitubia, anaijutia kwa nini aliifanya. Kwa hiyo analia kwa sababu ya kujutia ile dhambi aliyoifanya. Au zawali hammin kana yushghilu balahu, au kuondoka kwa wasiwasi ambao ulikuwa ukimshughulisha, ukimsumbua, basi ule wasiwasi utaondoka kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndio ndoto au tafsiri ya ndoto ya kulia usingizini lirajuli, kwa mwanaume, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Mwisho, ndugu zangu watazamaji, kwa wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi, ndoto binafsi tunatafsiri, lakini tunatafsiri kwa malipo. Ndoto binafsi tunatafsiri kwa malipo, na malipo ni nafuu, wala usiogope wala usiofie kwamba labda malipo hayo yatakuwa mamilioni, malaki. Ni nafuu kabisa. Ndugu yangu mtazamaji, wewe tuwasiliane ili tuweze kukusaidia. Lakini pia kama hujasubscribe, hujalike, share video hii, hakikisha una share video yetu ili na watu wengine wapate kunufaika. Naitwa Imam Shaabani Ramadhani Mponda, wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.